Na viongozi kutoka chama cha DCP wameitaka serikali kupitia idara ya polisi na tume ya uwiano wa kitaifa NCIC kuwajibika katika utekelezaji wa sheria na kuchukua hatua kwa viongozi wanaotoa cheche zinazochangia migawanyiko ya kijamii na kisiasa. Wakizungumza huko Nakuru, viongozi hao wametaka idara hizo mbili kutoa taarifa kuhusu semi za mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma pamoja na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga ambao wamehusishwa pakubwa na kuvamiwa kwa mrengo wa Linda Mwananchi Jumapili. Kulingana nao, idara hizo mbili zimeonekana kuegemea upande wa serikali, ambapo viongozi wa serikali pana wanadaiwa kuvunja sheria bila kuchukuliwa hatua, huku wale wa upinzani wakihangaishwa. Viongozi hao pia wanataka uchunguzi wa kina kufanywa kwa visa vya uvamizi wa msafara wa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua katika maeneo ya Nakuru Magharibi na Rongai. Hii serikali, na tunauliza mahakama na polisi, waache kuwa na double speak, waache kuwa na favorism on one side. Wale wa upande wa serikali wakiongea matamshi ambayo inaleta hali ya taharuki kwa wananchi, ambayo inaharibu amani, tumeona hakuna kitu wanafanyiwa. Mmoja wetu akijaribu kuongea, unashikwa, unavurugwa, unasumbuliwa, unatumiwa askari. We want to tell the judiciary and also the police, your duty is only one: to respect the constitution of this country. The police to enforce the laws of this country without favorism, without applying a double speak. Mtu akifanya makosa, awe ni wa upinzani ashikwe, awe ni wa serikali ashikwe. Tungetaka taifa letu, tumeunganishwa na katiba, kila mtu aheshimu katiba. Na viongozi wengi wanafikiria venye hawajaelewa hii siasa ya Kenya imebadilika. Siasa ya Kenya si ile ilikuwa ya gunism, siasa ya Kenya si ile ilikuwa ya uongo. Na tunamshukuru sana party leader wetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua kwa sababu amebadilisha mawazo ya wengi. Na siasa ambayo tuko nayo katika Kenya ambayo ikiongozwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua sio siasa ya pesa, sio siasa ya ukabila, sio siasa ya vita, ni siasa ya kuelimisha wananchi waelewe venye serikali hufanya kazi. So vijana wetu, mimi ningetaka kuaje kama kiongozi wenu wa vijana hapa hivi Nakuru County, tusitumike for political sabotaging. Sisi ndio vijana ambao tunaumia, na sisi ndio viongozi wa sasa na pia wa kesho. Tusiweze kujitumiza kwa vitu kama hizo.